Hapa kuna mafunzo kwa ajili ya wamiliki, wakuu wa shule na wote ambao wanashughulika na hizi shule zetu za kimataifa, hizi international schools zilizoko nchini. Sasa hapa ni kama sehemu ya kujengeana uwezo katika usimamizi na uendeshaji wa mafunzo. Kwa hiyo wanajengeana uwezo katika nyanja mbalimbali, nyanja za mafunzo ya ufundishaji, namna ya kuzingatia miongozo, lakini pia kuna masuala ya fedha na vitu kama hivyo. Sasa kama unavyoona namna mafunzo yalivyotengenezwa ni mafunzo ambayo yamehusisha wadau mbalimbali. Wako wadau wengine wa ndani ya nchi na wengine wa nje ya nchi kwa ajili ya kupata uzoefu wa maeneo mengine, ili basi mwisho wa siku lengo la mafunzo haya kwa maana ya kuwajengea uwezo hawa makundi mbalimbali wanaohusika na shule za kimataifa yaweze kufanikiwa. Mafunzo haya ni kuleta mabadiliko. Kama mnavyofahamu, shule hizi za kimataifa ni wadau muhimu kwa ajili ya kuunga mkono jitihada za serikali za kutoa fursa kwa watu wote, fursa sawa ya elimu. Sasa kama ndivyo, na hii imetajwa kwenye ile sera ya 2014 toleo la 2023 kwamba ni lengo la serikali kila Mtanzania, kila mtu aliyoko hapa apate nafasi ya kusoma kwa kiwango ambacho yeye mwenyewe atasema basi hiki kinacho. Kwa hiyo tunategemea kutakuwa na mabadiliko. Umeona hotuba ya Mheshimiwa Waziri, Naibu Waziri, anasema hii italeta mabadiliko hata katika kuzingatia miongozo, kwamba tunatarajia sasa shule hizi basi zitakuwa zinaendesha shughuli zake kwa kuzingatia, sio kwamba walikuwa hawazingatii, lakini kwa kukutana sasa na kushirikishana uzoefu wataongeza ule uzingatiaji wa miongozo ambayo serikali imeiweka, lakini pia basi kuboresha elimu kadiri ya malengo yaliyopo. Hapa Kibaha, Mwalimu Nyerere Leadership School. Leo tuna mafunzo yetu ya kwanza kama taasisi ya Tanzania School Leadership Institute yanayoitwa Executive Training Program inayohusika na financial management and annual budget forecasting. Kwanza, TSLI ni taasisi inayohusika na mafunzo na consultancy ya mashule yote ya kimataifa pamoja na ya ndani, na focus yetu kubwa zaidi ni katika ku bridge the gap, kupunguza wigo wa tofauti uliopo baina ya elimu au mitaala ya nje pamoja na elimu na mitaala tuliokuwa nayo ndani ya nchi. Sisi tuna focus yetu kubwa ni katika ku train school owners, ku train school directors, ku train board of directors, kuwafundisha walimu ili kuweza kupata uwezo mahususi wa kuweza kuendesha shule sio tu za kimataifa, lakini hata shule zetu nchini katika international benchmark. Kwa hiyo leo tumekuja hapa kufanya training yetu ya kwanza. Hii ndo our first convening cohort, na tutakuwa tunaendelea na mafunzo kama haya mara kwa mara muda unapozidi kwenda. Na washiriki zaidi ya 225 kutoka mashule kadhaa. Tuna wamiliki wa mashule, tuna viongozi wa mashule, tuna wasimamizi fedha wa mashule, pia tunao wanafunzi kutoka vyuo kadhaa ambao ni wadau wakubwa sana katika sekta ya elimu na sekta ya usimamizi wa fedha. Tupo na Tanzania Institute of Accountancy, tupo na watu wa Dar es Salaam University College of Education. Mafunzo yetu haya yameandaliwa kwa ukaribu sana chini ya uangalizi wa Wizara ya Elimu pamoja na NECTA. Kwa pamoja ndio tumeweza kuandaa mafunzo haya. Tupo na partnership ya karibu na watu wa Pearson Edexcel kutoka nje, na kama mlivyoona katika introduction iliyofanyika mwanzoni, tuna wakufunzi kutoka sehemu mbalimbali. Tuna wakufunzi kutoka Marekani, tuna wakufunzi kutoka Uingereza, tuna wakufunzi kutoka Uruguay, pia tuna wakufunzi wabobezi kutoka Tanzania pia katika nyanja tofauti. Tunao wa nyanja za fedha, tunao watu ambao wanahusika
na protocol na mambo ya corporate management, yote ni katika kuweza kuwasilisha kile ambacho chachu ya Watanzania wengi katika sekta ya elimu wanakihitaji, ambacho ni mabadiliko chanya na mwendelezo wa mashule yetu. Mimi ninaitwa Kalista Lucas Mungwe, ni director wa shule za Reni, ni shule za international. Shule yetu tunaanzia daycare mpaka sekondari. Tuko Twangoma, wilaya ya Temeke, Dar es Salaam. Tupo hapa leo kwa semina ya viongozi wa shule pamoja na wahasibu ya kujifunza namna ya uboreshaji wa uendeshaji wa shule, upande wa uongozi kwa ujumla, pamoja na uhasibu, namna ya kuhifadhi, namna ya matumizi ya shule. Kwa hiyo tuko pamoja na wahasibu na viongozi wa shule ambao tumekuja kujifunza, kupokea mafunzo kwa ajili ya uongozi kwa ujumla. Mafunzo yatatusaidia kwenye uboreshaji wa shule zetu, kwa sababu wakati mwingine inawezekana kabisa tunashindwa kufikia ndoto zetu na malengo kwa sababu kuna vitu ambavyo hatuvifahamu, lakini pale ambapo tunakuja kujifunza, ina maana tunaongeza zaidi ngazi ya kusonga mbele, tunafikia ndoto zetu. Kwa kuwa tunajifunza pale tumekosea, basi tunarekebisha na kusonga mbele.